Mwanza oye! Mwanza oye! Nimesema ndugu zangu, mimi ni rais wa Watanzania wote. Wakati nakuja hapa nilisikia palikuwa na mgogoro wa machinga. Walikuwa wamepewa muda kufika tarehe 20 wawe wameondoka katikati ya mji. Mimi wa machinga hawa ndio walionichagua mimi. Hakuna kuondoka katikati ya mji. Nasema hakuna kuondoka. Ni lazima tujenge mazingira ya watu wote. Uwe tajiri, uwe nani, kila mmoja anataka afanye biashara katikati ya mji. Lakini pia unapofanya biashara, ni lazima ufanye biashara yenye kuleta kipato. Uwezi ukawatoa wote wa machinga hawa uwapeleke kwenye mlima huko. Nani atakwenda kununua mitumba huko? Uwatoe wote mama ntilia hapa akapikie sijui wapi huko nyuma huko. Nani atakwenda kulia bugali kwenu huko hata mpaka kwenu huko? Kwa hiyo ninatoa maagizo. Kila mmoja ana haki ya kuishi mahali pazuri. Kila mmoja ana haki ya kufanya biashara mahali panapouza. Lakini ni lazima tuweke utaratibu. Kwa hiyo nilitoa agizo jana kwamba viongozi wa mikoa, manispaa na vikundi mlivyo navyo vya machinga mkae pamoja kwa kujadili, kwa sababu napo hamwezi mkajiunda sehemu moja. Ni lazima pawe na maeneo mbalimbali ambayo mnaweza mkafanya biashara. Lakini hili mkae mjadiliane katika kipindi angalau cha miezi 2 au 3. Baadaye mkubaliane wote nani anakuwa wapi, nani anakuwa wapi, na kule mtakapohamia kama patapatikana pawe na mazingira kweli mazuri ya kufanya biashara. Lakini niwaombe na ninyi wa machinga, sifahamu kama hilo ndio jina zuri. Mimi ninapenda kukusanya kodi. Ninapenda kukusanya kodi. Kwa sababu hiyo kodi ndiyo itaenda kwenye mahospitali na kununulia madawa. Katika bajeti ya mwaka huu tumetenga trilioni 1.99 kwa ajili ya afya. Na tumeongeza bajeti ya kununulia madawa. Mwaka jana tulitenga bilioni 25, mwaka huu tumetenga bilioni 200 kwa ajili ya kununulia madawa yaende hospitalini, watu wakatibiwe. Serikali inategemea kodi. Lakini kuna baadhi ya wamachinga na baadhi ya wafanyabiashara wakubwa wanachukua bidhaa zilizoko dukani, wanawapa wamachinga. Anakwenda anamuuzia akisharudi anarudisha hela. Yule mfanyabiashara mkubwa anakuwa amekwepa ulipaji wa kodi. Mimi nataka wenye maduka makubwa walipe kodi. Ninyi wa machinga mnawasaidia wasilipe kodi. Ninataka wa machinga mfanye biashara, lakini nataka wenye maduka makubwa walipe kodi. Ukichukua bidhaa zake maredio bila kulipa kodi, unaenda unauza kule wala hutoi EFD risiti kwa yule anayenunua, serikali tumepata hasara. Na yule mwenye duka ulikochukua bidhaa yake ameibia serikali. Na akishaibia serikali, tutashindwa kutengeneza barabara za lami, tutashindwa kununua meli, tutashindwa kutoa fedha kwa ajili ya hospitali, tutashindwa kutengeneza madaraja. Kwa hiyo na ninyi muielewe hiyo changamoto iliyoko mbele yetu.
Ukienda kuchukua bidhaa kwa mtu aliye na duka, muombe risiti kwanza. Kama anakupa redio, akukatie na risiti moja kwa moja. Wewe nenda ukatengeneze chako hapo utakachokwenda kuongeza. Ukishikwa na redio la 200,000 unaliuza na hamna risiti, wewe ndio tunakuchukua. Ni lazima tukubaliane, na huo ndio utaratibu. Lakini ukitaka maredio yale usiyatumie, unauza wewe mwenyewe, hamna tatizo. Mama ntilie kwa mfano, anaenda nauza vitumbua pale, usimdai risiti. Wale ni wajasiriamali. Na ndio maana ni siku zote ninazungumza wafanya biashara wadogo wadogo. Mtu anauza mchicha, anakagunia kampunga, anauza tumiwa, anauza vitumbua, hakuna kumdaidai ushuru. Fanye biashara. Kwa sababu imefikia hatua mtu unalima nyanya zako pale, unapeleka sokoni na kudai risiti. Kalime na wewe hizo nyanya uone uchungu wake wa kulima. Kwa hiyo wakurugenzi wa manispaa, wa wilaya, watendaji wa kata, hii ni message kwenu. Ombeni ushuru na kodi kwa watu wenye maduka. Kama mtu amepakia fuso zima la mpunga, yule kamuombe. Na ninyi wakulima, usisafirishe fuso zima. Leo pitisha magunia 5, kesho unapitisha 5, kesho kutwa 5. Utamaliza shughuli yako bila kulipa kodi. Tanzania hii haiwezi kaendeshwa na kodi za watu masikini. Na bahati mbaya hata hizo kodi haziingii serikalini. Zingine zinakuwa ni chakula cha watu hao wenye turisiti. Na wengine wanakuwa na risiti 2. Ninaambiwa hata hapa Mwanza kuna risiti, ukishikwa na trafiki kuna risiti ya halali na nyingine ya uongo. Wanyonge waachwe wafanye biashara. Wakubwa wenye maduka walipe kodi. Na mimi nataka kodi. Na mimi ni bwana kodi namba 1. Lakini na ninyi wafanya biashara wadogo, msiende mkachukua bidhaa ambazo zinatakiwa kulipwa kodi, mkatembea nazo bila kulipiwa kodi. Ukiwa umechukua nguo zako kwenye duka, mtu amekuamini, akukatie na risiti moja kwa moja ya kodi, kusudi ukauze na wewe ukaongeze chako, ili kodi ile iingie ndani ya serikali. Msiwasaidie ninyi wa machinga hawa watu wakubwa ambao wanatakiwa kulipa kodi, kuwasaidia kukwepa kodi. Na mkoa wa Mwanza na Mara wanakwepa kodi sana, na hasa kutokana na bidhaa zinazotoka Mombasa kwa kupitia Sirari. Ni lazima watu tulio na wajibu wa kulipa kodi tulipe kodi. Lakini swala la machinga, mimi wala sina tatizo. Tunaweza tukachukua hata barabara tukalifunga, wakakaa humo mkafanya biashara. Kwani barabara si ni la serikali? Kuna ugumu gani? Mkafanya humo, mtafanya biashara, mkono katubini kili.